Una hata uzalendo na Soro? Uzalendo wa nini? Mimi sina uzalendo na Simba. Mimi Simba siipendi kutoka moyoni. Nakwambia Simba ikicheza na jiwe mimi nashangilia jiwe. Simba ikicheza na jiwe mimi nashangilia jiwe. Tayari. Kwa nini? Hasiwapendi tu. Sio roho ukizungumza Simba. Maana Simba sasa hivi imeitwa, zamani jina lao la kwanza Simba alikuwa anaitwa Queens. Na kama kuna mwana Simba analikataa jina hili mwambie aje, mimi nitatembea uchi mpaka Mbagala kama Simba hajawahi kuitwa Queens. Simba jina lao la kwanza waliitwa Queens. Queens nini? Kaliulize utasikia hili nakugea ndani mimi. Simba jina lao la kwanza limeitwa Queens. Baada ya Queens wakaja kuitwa Sunderland. Baada ya kutoka Sunderland ndo akaja Maremu Karume akaambia hapa ndani ya nchi ya mruhusiwi kuitwa jina la kigeni, ndo akaenda kuitwa Simba. Kwa hiyo bado wataendelea kuitwa Queens tu. Na ndio maana unaona mambo yao yale yanafanana na jina lao la kwanza. Na Soro, niko hapa tokea saa 2 asubuhi sijaona jezi ya Simba ikatisha. Leo hii nakwambia sio leo asubuhi, unaweza ukakaa mpaka jioni usione jezi ya Simba. Alafu pili na kugea umweki. Kapite mitaani kuanzia leo, kesho kutwa, wiki mzima. Ukimwona mtu ana miaka 30 ana kadi ya Simba njoo nakugea 50,000. Soro. Nakwambia tena katembea mitaani nakugea wiki mzima. Ukimwona kijana ana miaka 30 ana kadi ya Simba njoo nakugea 50,000. Simba wana mfumo ujike. Na maana Simba hawatoi kadi za wanachama. Siushelewa. Mara mwisho mtu wa kadi za wanachama alikuwa mzee Dalali. Piga hesabu Dalali alivyoongoza Simba mpaka leo miaka mingapi? Piga mwaka 98 Dalali ndo kaacha uongozi. Mpaka leo miaka mingapi? Unampataje mtu miaka 30 ana kadi? Na wameenda kwenye mkutano wao, wameenda kudanganyana mwezi wa kwanza wanaenda kutoa kadi. Walivyokuwa wanachama akili zao za kushikiwa. Katiba haijapita unaendaje kutoa kadi? Ndio banka kwambia wanachama wa Simba sawa sawa na akili zao na barafu zimeganda. Wameambiwa kwenye mkutano mwezi wa kwanza wanaanza kutoa nini? Kadi za wanachama. Unatoaje kadi za wanachama katiba haijapita serikalini? Wewe unawashauri nini? Hawana akili, yani akili zao sawa na matope. Ushauri wangu warudi tena wakapitishe katiba. Na katiba haiwezi kupita kwa sababu nakwambia. Hii kanenda kaiweke usiogope. Katiba haiwezi kupitishwa kwa sababu serikali wanataka katiba ya Simba iende kama ya Yanga. Katiba ya Yanga wadhamini matajiri wanaruhusiwa watatu. Ile 49% wanagawana watu watatu. Sasa huko kwa Simba Muhindi Kanjibai ndo anavanisha hii katiba isifanyaje? Isipite kwa sababu anajua hii katiba ikishapita si wanaruhusiwa ingia watatu. Yeye nguvu hana. Siushelewa, yeye nguvu hana. Na ndio maana unaona wana Simba wengi wanamlaumu Mangungu. Mangungu TV remote ipo pembeni. Nakwambia shida Mode Uji. Wanazunguka, shida sio Mangungu. Mangungu analemotiwa. Hivi vitu wanavijua na Simba kweli? Maana una vitu hawajui. Shida ni Mode Uji. Sio Mangungu. Hawaelewi. Hakuna Muhindi anaokubali eti waende kudhamini timu watu watatu. Muhindi ana maslahi yake, wakidhamini watu watatu anapataje maslahi? Kwa hiyo Mangungu anasetiwa. Mangungu angekuwa hamuhitaji Muhindi, asingekimbia kuipitisha katiba. Kwa sababu Simba wamekimbiana baada ya kupitisha katiba. Hila sasa ndio maana kwambia wanachama wa Simba akili zao zimeganda na barafu. Wanaenda kumtukana babu watu. Wanaenda kumpigia makofi mbaya. Hali mzuri hawamjui, mbaya hawamjui. Huyo ni mpango maalumu. Huyo ni mpango maalumu. Ukitaka kujua kama mpango maalumu, kwa nini jengo zima lizimwe taa? Kwa maana yake imeenda kuzimwa kwenye switch main switch. Kwa hiyo main switch wana Simba walijuaje? Au yule mzimaji alijuaje? Kwa hiyo ule ni mpango maalumu ulipangwa. Huu ni mpango wa Mohamed Kanjibai. Sema wana Simba wanaogopa. Huu mpango wa Kanjibai. Kanjibai anakataa watakaa matajiri wangapi? Watatu. Na amesikia DPOD anataka, ndio hapo shida. Kwa hiyo hakuna mkutano mwingine hii na kugea ndani. Hakuna mkutano mwingine mpaka mwezi wa kwanza.
Huu mwezi wa kwanza unavyoenda wanaenda kwenye uchaguzi, sio mkutano manake. Mwezi wa kwanza Mangungu muda wake si ndio umeisha, anaenda kwenye uchaguzi. Kanjibaya anaenda kumtafuta mtu mwingine. Hii kaa nayo utakuja kuniambia. Kanjibaya anaenda kumtafuta mtu mwingine. Yule mtu akimpata anajifanya kama yupo upande wa mashabiki, wa upande wa wanachama wanamkubali. Akishachaguliwa kabadilika kama Mangungu. Hii kaa nayo. Kanjibaya hawezi kumtaka mtu, anataka haki ya klabu. Huyo mtu hawezi kukaa na hawezi kumaliza. Kuna mifumo ambayo hana. Nakwambia tena Kanjibaya si alikuwepo mtu hapa. Halikuwepo kijana wangu mmoja anatoka Kinondoni. Mkwabi. Sawa? Mkwabi alinyoosha hivi. Baada ya kunyoosha Mkwabi, sawa? Kanjibaya akatoka akasema hawezi kwenda na Mkwabi, anazamisha boti. Jahazi anaitoboa, uongo kweli? Huyu atoka wanachama wote akataka mtoe Mkwabi ambaye anawatetea wao wanachama. Wakaenda kumpitisha Mangungu wanayaona. Kwa hiyo wanachama wa Simba haya waliataka wenyewe, wasimlilie mtu. Washaingia kwenye mfumo hawatoki. Wangekuwa Yanga mfumo huu wangetoa. Ila Simba hawatoki. Yanga sauti zenu zasikilizwa sana na wewe usizungumze. Wewe angetoka pale. Wewe unataka kuleta masiala angetoka pale. Mzee wangu anataka kufanikiwa atajua wenyewe wanachokifanya, ila mfumo huo ndio washaingia kwenye mfumo hawezi kutoka. Huu mfumo sisi tuliingia kwa Yusufu Manji. Shehe wangu. Na ndio maana nikakwambia Wahindi Tanzania wanaitwa matajiri na wakati wa Arabuni Wahindi wafanya kazi wa ndani. Sisi tuliingia kwenye mfumo huu. Ilifikia hatua anataka kodishiwe timu, yani imekuwa kama chumba. Mama Karume alitusaidia sisi. Sisi alitusaidia Mama Karume, tulikaa kwenye mkutano pale Diamond Jibril walipokaa Simba. Tumekaa pale Kanjibaya akasimama, anasema anaidai Yanga bilioni 12. Kila mwana Yanga akashika kichwa anaangalia pembeni huu msiba. Mama Karume akanyosha kidole akasimama akasema kama na maandishi unaidai Yanga, kama haina maandishi. Kama kumbukumbu zangu ziko sawa, Mwadeuji ashawahi kufanya interview akaulizwa kitu gani cha thamani. Huko ndo nakuja. Mama Karume alimwambia Yusufu Manji marehemu, kama una maandishi umeikopesha Yanga tutakulipa. Ila kama hakuna maandishi umetoa zawadi. Pale Manji ndo akaanza kujitoa akaona kumbe hao wana akili timamu. Leo hii ndo yapo Simba. Simba kila siku Muhindi anaposti. Mara kasusa anaenda kumomba samani. Kanyanyuka Muhindi kasema anadai Simba sawa bilioni 87. Kuna mzee yoyote wa Simba katoka kakanusha? Kuna mwanachama yoyote wa Simba katoka kakanusha? Kwa hiyo manake wanachama wa Simba wanamuogopa Muhindi. Muhindi kasimama kwenye media, kwenye station ya radio kubwa barani Afrika au duniani. Anasema Simba kainunua. Aliulizwa kitu gani cha thamani ambacho wewe umewahi kukinunua? Akasema akazungumza kai kuinunua Simba yenye wanachama zaidi ya bilioni 35. Sawa. Kuna mwana Simba yote akasema Simba hajanunuliwa? Kuna aliyepinga. Sasa leo wanalalamika nini? Au leo wanaenda kupiga kwenye mkutano kelele za nini? Na wakati wao washanunuliwa. Kwa hiyo haya maisha ndio waliojichagulia. Timu imeuzwa. Ile timu ishauzwa. Na ndio maana hata wakienda ukitaka kujua Simba imeuzwa, nenda kaangalia kwenye mkutano. Ndio utajua kama Simba imefanyaje, imeuzwa. Hakuna mwanachama anaosikilizwa. Kuna mtu kaulizwa swali kaambiwa kaa chini, maengineer hapo wengi ndani. Akajibiwa tukutane kwenye uchaguzi. Umeelewa? Sasa mwenyekiti anaweza kuongea kama vile mtu anaulizwa swali anaambiwa kaa chini tutakutana kwenye uchaguzi. Huo mkutano. Sisi tulikuwa tunaangalia kwenye TV. Hakuna mkutano kama ule. Simba walienda kula pilau huku wanaangalia taarifa habari. Walisusa na kula wenyewe. Si ushaelewa? Walisusa na wakati wengine wamebeba kwenye makapu. Sasa una mambo. Sio na mambo. Hivi vitu havijatokea. Hivi vitu havipo ninavyozungumzia mimi. Mimi nawaambia kwenye mfumo walivyoingia. Simba washaingia kwenye mfumo ndugu zetu. Hawatoki, wameshazama. Leo hii shehe wangu mmoja huyo hapo. Mwanangu anaenda kuambiwa kuanzia mwezi wa kwanza Simba wanaanza kutoa kadi. Maana Simba inafika karibuni miaka 30 hawana wanachama wapya. Wao waliwahi kuiona klabu hiyo duniani? Klabu ya wanachama. Hakuna, maana wana mfumo dume. Sio? Sasa wanaambiwa mwezi wa kwanza zinaenda kutolewa kadi. Nijiulize mimi na wewe, katiba haijapita serikalini unaendaje kutoa kadi?
wamepigwa chenga mwili. Magapo sio wamepigwa chenga mwili wameachwa. Inaendoaje kutolewa wanachama wanaingizwa wanachama mpya na wakati katiba una? Inaenda kutolewa vipi? Kadi zinaenda kutolewaje? Wape elimu sasa ndugu zako. Labda wanachama sasa hivi wasimame kidete wang'ang'anie mkutano wa dharura. Kama hakuna mkutano wa dharura, kwa hiyo katiba bado ipitishwi. Katiba serikali najua mpaka ipitishwe nani? Na wanachama. Sisi hapa tulienda kuipitisha katiba yetu. Kama uliona sigara, kuna mtu alikuja kuleta kelele. Tukaambia toka nje watu wapitishe katiba. Sababu mna uchungu na timu nyinyi wana. Kuna timu kama uliona Magoma alitolewa nje pale alinyoshwa kidole akamwambia weka chini kidole. Sisi tunapitisha katiba. Bila udikteta au bila kukomaa wanachama katiba haitopita. Kwa sababu kuna watu wana maslahi yao. Kwenye hii katiba katika Simba inavyoongozwa sasa hivi. Kuna watu wana maslahi yao kwa hiyo hawawezi kukubali ile katiba. Nakwambia katiba kama wanachama wa Simba wataipitisha. Kuna watu mjini watahama. Donge. Asante.